Ni siku nyingine nzuri mwana michezo popote ulipo, karibu sana kwenye Sports Recap ya FGTV. Tupeane taarifa zote za kimichezo ambazo zimejiri kutoka hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Tuna mengi ya kukujuza zaidi, kubwa zaidi hapa nyumbani tutajikita kuangazia taarifa kuhusiana na bodi ya ligi Tanzania TPLB. Wao wamewaruhusu Young Africans kwenda katika mahakama ya suluhishi barani Afrika CAS kwa ajili ya kesi yao ambayo kwa tukio ambalo limetokea kwa siku za hivi karibuni. Lakini huko barani Ulaya tutagusia taarifa nyingine kuhusiana na klabu ya Chelsea. Wao watalazimika kuuza wachezaji 11 ili kupata saini ya wachezaji wawili. Karibu sana. Mimi ni Victor Lusega, nipo na Kiepo Benedicto ambaye yeye atakupa uchambuzi wa haya matukio yote ya kimichezo ambayo tutajadili katika siku hii leo. Bwana Kiepo, habari yako? Bwana fresh. Za majukumu vipi? Safi, mambo yanakwenda. Mambo fresh. Sawa, sasa rasmi tuanze uchambuzi wa taarifa zetu za kimichezo tukianzia hapa nyumbani Tanzania kuhusiana na taarifa ya bodi ya ligi kusoka Tanzania bara TPLB. Wao wameruhusu klabu ya Young Africans kwenda katika mahakama ya suluhishi barani Afrika CAS mara baada ya sakata ambalo limetokea kwa siku za nyuma. TPLB nini wamekiona? Unajua ila kukicha kunakuwa na hadithi mpya ya hiki ambacho kimetokea. Yote kwa yote ni sababu ya mechi ya dabi ambayo ilichezwa mechi 8 ambazo baada ya mechi kushindwa kucheza ni kama drama zinaendelea kutoka kule ambapo tuliona Young Africans wakidumea kucheza mchezo, lakini sasa wameenda mbali na step in kwenda CAS, jambo ambalo wakati inasemekana wakati Young Africans wanafikiria au wanafanya utaratibu wa kwenda CAS kulikuwa wao walienda moja kwa moja. Sasa unajua CAS wanatumia moja ili uweze kesi yako iweze kusuluhika CAS, lazima kesi yako yani lazima ijulikane kote imeshindikana uweze kwenda kule. Lakini walienda katika wakati ambao Young Africans body ilikuwa haijatolea ufafanuzi juu ya nini ambacho kimetokea, na maamuzi yao ilikuwa actually mechi irudiwe. Kwa Yanga walikuwa hawajaridhika na kile ambacho kimefanyika, hivyo step in wakaenda CAS, jambo ambalo pengine wangerudi ndani tena kudiscuss. Ndani kuna sehemu nyingi, kuna BMT, ziko sehemu nyingi hapa ndani. Kuna zile kamati zile, kuna hivi vilabu hivi pia vina association zao. Kwa nadhani wangekutana, wangejaribu kutafuta solution hapa ndani, wangepata kitu sahihi na labda pengine kwa wakati sahihi. Lakini bila shaka wao wameona kwamba hawezi kupata majibu yaliyokuwa mazuri, majibu yaliyokuwa sahihi kutokea hapa, kwani kwenye taarifa ya mwisho walishadeclare kwamba wao hawana imani tena na bodi ya ligi. Bodi ya ligi ndio ambao wanasimamia mwongozo wa mpira wetu. Yes, nimependa hekima ambao wametumia bodi ya ligi. Lakini kuna vitu vinanisikitisha kidogo kwenye mpira wetu. Nilikuwa namsikiza mzee mwenyekiti wa bodi ya ligi Stephen Mkuto. Kuna vitu ambavyo alikuwa anavizungumza, yani kwa mfano anakuambia imagine Simba na Yanga leo wanashuka daraja. Yani anataka kutengenezea picha kwamba hawa Simba na Yanga hawawezi kushuka daraja, yani hawawezi kuguswa kwa adhabu aina yoyote. Kwa ni picha ambayo unaitengeneza katika mazingira ambayo actually unaendelea kuwafanya wao katika maeneo salama. Unajua kana kadhaa watu wamekuwa wakisema Simba na Yanga wanalelewa vibaya, wanaelekezwa. Ndio tatizo lililo. Lakini najaribu kufikiria na kupata mawazo ya watu. Inawezekana hawa Simba na Yanga wanajifikiria labda wao wana uwezo wa kufanya chochote kwenye mpira wetu, na hakuna kitu ambacho kinaweza kutokea. Kama umenielewa, yani wao wanaweza akaamua chochote, wala sasa tufanye hivi basi, na hakuna kitu ambacho hakiwezi kutokea. Lakini zama zimebadilika. Unajua watu na Steven Mguto leo wanafika kufanya maamuzi kama haya, bila shaka sio kwa sababu ya huko nyuma ya mambo yalikuwa yafanyika. Yani kama Simba au Yanga kutrain siku moja before kwenye mechi ya dabi, nina uhakika huko nyuma ya mambo yalikuwa hapo. Walikuwa wasogei kabisa uwanjani, siku ambao wao sio wenye mchezo. Lakini siku mambo yanakwenda, of course science inabadilika pia. Usikute zamani kwa walimu na makocha wanafundisha timu kubwa, ama makocha wamebasiri nyingi sana. Usikute zamani walimu walikuwa wanawaambia bwana tunataka tukapate pitch feeling, walikuwa wanakataa bwana, unajua so hatuwezi kuruhusiwa. Walimu walikuwa wanachukulia poa. Lakini leo inawezekana Fab Davis aliwaambia lazima nipate pitch feeling niende kwenye mechi ya dabi. Kwa sasa kama msipate hiyo tactically mtakuwa mmenivuruga, what if tukaenda tukapoteza. Kwa hiyo pressure na sayansi ya mpira, unajua kadri maendeleo yanazidi kuongezeka
hata sayansi ya mpira inaongezeka. Ukitaka kuangalia, angalia wahudumu wa benchi la ufundi, technical bench kwa sasa limeongezeka. Zamani ilikuwa kimtoa team manager, kuna daktari, kuna kocha mkuu, kocha msaidizi. Yani kocha msaidizi ni huyo kocha wa goalkeeper, huyo kocha wa viungo. Zamani ilikuwa hivyo. Lakini sasa hizi kuna hadi watu wa chakula. Kuna video analyst, kwa sababu sayansi ya mpira imeongezeka siku hadi siku. Kwa hiyo naamini hivi vitu ambavyo vinafanyika, wazee wetu wa Steven Mguto wapo katika nyakati ambayo maendeleo ya kweli yanataka kuonekana. Sasa unapokea maendeleo ya kweli, kama kuna ujanja lazima tu upitie maumivu. Kwa nadhani ni wakati sahihi kama Young Africans watakwenda, kama Kaso anaweza kuwasikiliza, lakini kwangu mimi ninaamini bodi ya ligi ilifanya maamuzi ambayo kwa namna ambavyo waliamua ile swala, walikuwa katika wakati ambao walijenga standard ya kuamua kwa usahihi. Kwa sababu kama ni ushikile ambacho bodi ya ligi ilieleza, waligundua kuna matatizo ya kiusalama kabla ya mechi, wakati wa mechi na baada ya mechi pia pengine kuna matatizo yakijitokeza. Kama walijiridhisha, basi walikuwa sawa. Na nimeona ameenda faa zaidi, mtu amesema kama ikishindikana ili swala kulimaliza kupitia watu wa michezo, basi wataihusisha serikali moja kwa moja. Kwa hivyo yote mamlaka za serikali pia zitabidi ziingilie kati kusolve hilo. Of course kwenye dunia ya mpira wa miguu, kwenye dunia ya michezo, serikali mara nyingi huwa haiwezi kuinterfere. Ndio maana tutana nchi ambayo ina matatizo ya kisiasa ambayo yanagusa mpira wa miguu, chama usiku wa tunafungiwa kushiriki katika michezo husika, na wanabaki kucheza ile michezo ndani, lakini kushiriki michezo ya kimataifa huwa wanafungiwa. Kwa sasa imenistusha kidogo kauli ya Mguto kwamba inawezekanaje leo mamlaka za michezo BMT washindwe, chama wao bodi ya ligi washindwe, TFF washindwe. Yani inawezekanaje leo useme kwamba eti kishindikana tutatumia mamlaka za kiserikali. Kwa of course nadhani Yanga pia wakati wanafanya hili jambo inawezekana wanajiona wako sahihi, lakini Yanga unajua anatusaidia kuelewa vitu vingi sana. Yani hata kama wanafanya kwa makosa, lakini kuna vitu wanatusaidia. Of course watu wanatusaidia kuelewa vitu vingi sana. Kwa nadhani hatua yao ya kwenda kasi itatuongezea vitu pia. Na hata imeshtua pia baadhi ya viongozi kuona okay, kama tunapasa kwenda hivi. Sawa, basi na kwa taarifa yetu tuamie katika taarifa nyingine kuhusiana na timu ya taifa. Tumeona jana rais wa TFF Wallace Karia ameukabidhi bendera ya taifa kuelekea katika mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa Machi 25 dhidi ya Morocco. Ni kama sasa kashawapa baraka zote kwamba mkaliwakilishe taifa. Of course unajua kilio kikubwa ni World Cup qualify ambayo actually kwetu sisi imekuwa ngumu sana kwa Tanzania, na hiyo ni ndoto kubwa ambayo watu tunatamani. Ilikuwa AFCON, lakini kwa sasa tunashukuru Mungu tumeweza kucheza hadi sasa tumecheza, tumekwenda mara 3, mara 4 iko njiani tunakwenda mwaka huu 2025 pale Morocco. Kwa kwangu mimi nafurahia kuona kuna jitihada zinafanywa na viongozi. Yes, tunakwenda kucheza katika mechi ya kwanza tulipoteza nyumbani 2-0 dhidi ya Morocco. Mechi ambayo ilikuwa na ubabe ndani yake. Nadhani mechi ambayo ilipigwa ready. Kulikuwa Sofiane Barati ambaye wakati ule anatokea Manchester. Kulikuwa na kashikashi nyingi sana, mechi ilikuwa kubwa. Mwambie bora la wangu kuliko fedha. Mechi ambayo ilikuwa nzuri pia licha sisi kwa Tanzania kupoteza 2-0. Tunakwenda katika mechi ya nyingine ya pili, second leg kwenye hatua ya makundi. Mechi ambayo kimsingi tunahitaji kupata matokeo ili kuweka katika mazingira mazuri. Tunapitia wakati mgumu sana, na ni wakati ambao pengine Tanzania inahitaji kufanya jambo. Yani kila ukifikiria inahitaji kufanya kitu at least kuweza kusogea katika kundi letu. Lakini bahati mbaya tunakwenda kucheza na Morocco ambaye mara kadhaa amethibitisha ubora wake. Na Morocco kwa sasa huwezi kumchukua kama ni mtu wa kawaida, kwa sababu amejitahidi kikosi chake kinatengenezwa na professional wengi. Wapo kina Ashraf Hakimi, angalia kina Brahim Diaz, wapo kina Yusuf Bono ambao wamekuwa na wakati bora na timu za mataifa mbalimbali. Kwa kwangu mimi niendelee kupongeza hizi ni jitihada ambazo serikali inazifanya kupitia mamlaka za mpira wa miguu nchini, na TFF wameendelea kuonyesha ule moyo wa nini ambacho kinahitajika kufanyika ili at least kuwasaidia wachezaji wajikute katika mazingira mazuri,
ya kuendelea kupiga hatua. Sawa, basi na kwa taarifa hiyo tuamie nje ya mipaka ya Tanzania kuangazia taarifa nyingine ambazo zimechomoza huko nje ya mipaka ya Tanzania. Tunasalia pale pale England katika klabu ya Chelsea ambapo wao watalazimika kuuza wachezaji takriban 11 kwa ajili ya kupata saini ya wachezaji wawili. Huu bomoaji huu ni mkubwa sana. Sishangai kwa Chelsea. Unajua Chelsea ndio klabu ambayo ina wachezaji wengi. Ina wachezaji zaidi ya 50. Wao wanasajili kwa mahaba sana. Wao wanafanya so mahaba. Ile ni project ambao wamejitengenezea. Na ukiangalia kuna haja gani wachezaji wengine watumiki alafu unawasajili? So hapo wanatumika kwa mkopo. Hapo ile ni biashara. Mimi nitakutoa kwa mkopo, ukifanya vizuri nitakuleta kwenye timu au nitakuuza, nitatengeneza pesa. Kwa hata hao wawekezaji pia wana plani zao. Hata hapa Tanzania mwekezaji anaweza kufanya hivyo. Akasajili. Kwa mfano tunacheza, kuna ligi ya vijana inaendelea. Kuna tajiri anaweza akasema kwenye hizi timu ambazo zimefuzu top 8 timu 8 basi nipate vijana takriban 16 ambao hawa nitatoa kwa mkopo mataifa mbalimbali, wakifanya vizuri nitawauza au nitaleta kwenye timu yangu. Kwa ndicho ambacho Chelsea wao wamekifanya. Wana wachezaji wengi sana makinda ambao wamekuwa wakipambana kuhakikisha wanaweza kurejea katika ubora. Lakini bahati mbaya sana Chelsea imekuwa ikiangushwa na maturity baadhi ya maeneo. Na kwa sasa wanapiga hesabu kubwa ya kuhakikisha wanaweza kuboresha katika eneo lao la ushambuliaji. Hicho ndio kilio. Kama playmaker naye Kopama amekuwa akifanya kazi kubwa sana create chances. Lakini sioni kama Nicholas Jackson anatosha peke yake. Anahitaji mzigo mkubwa. Anahitaji mtu ambaye, wachezaji ambao wana high profile kwenye mpira wa miguu. Mpaka sasa tumeona kuna dalili ya Victor Osimhen msimu ujao kucheza Chelsea. Japo kuna ushawishi mkubwa, legend wengi sana wanamshawishi. Akiwemo Didier Drogba ambaye amekuwa akimshawishi sana kucheza Chelsea. Kwa bila shaka nadhani ni miongoni mwa wachezaji hawa wawili ambao Chelsea wana target kuwanunua, akiwemo Victor Osimhen ambaye anacheza pale Galatasaray nchini Uturuki. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo pia vinatia matumaini, Chelsea pia imeanza mpango wa kumpata Victor Gyökeres kutoka pale Sporting CP ya Ureno, Sporting Lisbon, ambaye amekuwa ndo ana wakati bora zaidi. Unajua Victor Gyökeres ndio top scorer wa UEFA National League akiwa na magoli yake 9. Sikielewa akiwa na timu ya taifa ya Sweden. Licha kwamba Sweden tayari imeshatolewa haipo kwenye quarter final. Unajua UEFA National League inaendelea sasa kwa quarter final. So wakati mwingine unatazama hizi ni jitihada za matajiri ambao wao wanafanya kuhakikisha kwamba wanaweza kukaa katika wakati bora. Chelsea imekuwa na bahati wachezaji ambao wana asili ya Afrika. Kwa nadhani Victor Osimhen kama atapata bila kwenda Chelsea anaweza akaperform vizuri. Na Victor Gyökeres pia akiwa na nafasi ya kurejea EPL. Unajua Victor alicheza Brighton, walimkatia tamaa kabisa kwamba huyu basi hawezi tena kutamba. Kile ameenda Sporting CP ameonyesha uhai. Sasa vita iliyopo kumpata Victor Gyökeres ugumu wake upo. Manchester United wanajicho pia kwa Victor Gyökeres. Tayari kuna ushawishi mkubwa kwa kocha Ruben Amorim ambaye pia kwa sababu alishafanya naye kazi. Lakini pia waangalia Arsenal ambao wao wanapambana kupata clinical finisher katika eneo lao la mwisho. Licha kwamba wapo kuna Gabriel Jesus ambao wamekuwa mara kadhaa wanapitia huo wakati huu sasa hivi. Unajua ilikuja wakati Arsenal lazimika kutumia mchezaji mwenye asili ya ulinzi atumike kama mshambuliaji. Kwa ni hali ambayo wanaipitia. Kwa nafikiria pia kuongeza mtu katika eneo lile. Lakini huko Benjamin Sesko pia ambaye anapigia sana hesabu na Arsenal. Bila shaka nimeona kuna hali fulani Arsenal wanataka kujikunjua safari kwenye kutumia pesa. Hebu tuone kama watafanya ugumu sana wa jamaa. Ni wabahili sana kwenye kutumia pesa kwa ajili ya usajili. Kwa nadhani ni wakati ambao tutakwenda kushuhudia mapinduzi mengi hasa katika klabu ya Chelsea ambayo imefuata jitihada, ina vijana wengi. Tumpe heshima yake Enzo Maresca. Unajua Enzo amefanya kazi ambayo pengine watu hawakuitarajia. Unajua Chelsea alimaliza msimu uliopita. Enzo Maresca ameibadilisha Chelsea. Inaweza at least unaona kuna inaweza ikamaliza top 4. Sio, umeelewa? Kuna vitu vingine kama hiyo. Kwa mimi naamini itakuwa ni wakati bora na hebu tusubirie nini ambacho mwisho wa siku kitatokea. Sawa, lakini pia kwa siku ya jana michezo ya UEFA National League imechezwa kule barani Ulaya. Tumeshuhudia michezo mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni mchezo ambao ulikuwa kati ya Denmark dhidi ya Portugal, Ureno kina Cristiano Ronaldo pale.
tumeshuhudia mara baada ya nyota Manchester United Hojlund kufunga lile bao akapiga ile style ya Ronaldo ile sumu. Sasa watu wakasema kwamba wewe jamaa unamnafikia Ronaldo, akasema hapana, mimi ni idol wangu. UEFA National League quarter final ilichezwa jana. Na miongoni mwa vitu ambavyo vilinifurahisha ukiondoa hii mechi ya Denmark ambayo tutakuja kuijadili, michezo mingine ilikuwepo pia. Tulikutana na Italy kucheza na Germany, Germany ilishinda 2-1. Croatia na Ufaransa. Croatia ndio ambao wamenishangaza. Ufaransa ile yenye top players katika eneo la attacking, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Florian Wirtz. Wachezaji wale wote ambao unajua wana makali na Colombo walikuwepo, lakini Croatia ikiongozwa na taifa dogo sana ikawalaza France 2-0. Lakini mechi nyingine ambayo ilikuwa kali sana ni mechi ya Spain dhidi ya Uholanzi, ni Netherlands, kitu kama hicho. Netherlands ndio Uholanzi. Sawa. Kwa hiyo walicheza katika mechi ambayo ilikuwa kali sana, 2-2 full time. Unajua ile mechi Spain hawakuamini kama Netherlands wanaweza wakawapa ule ugumu, kitu ambacho unaweza ukakizungumza. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi nyingine nzuri. Tunasubiria ilikuwa ni first leg ya quarter final, tunasubiria second leg ambayo itachezwa weekend. Yaani sio siku nyingi. Hapo Jumapili tu hapo tunakutana na mechi za kuchangamka. Tuone nani atakwenda semi final. Mechi ya mwisho ambayo ilikuwa na mvuto wake ni Denmark dhidi ya Porto. Mechi ambayo Cristiano Ronaldo alishuhudia dakika 90 anakufa 1-0. Mechi ya goli la Hojlund akiwafungia Denmark katika dakika 78 hivi ya mchezo bila shaka. Na ile mechi baada ya kufunga Hojlund alienda kushangilia kwa style ile ya afu unaangalia ile picture Ronaldo ni kama alishika kioo na angalia bwana mdogo akiwa kwamba ni vipi anashangilia. Kwa watu wengi of course wameichukua hiyo kama wanadai kama Hojlund amemdhihaki Cristiano, lakini Hojlund ni miongoni mwa wachezaji vijana sana wadogo. Alafu pia anacheza Manchester United ambayo Ronaldo kapita. Alafu wachezaji wengi wa Manchester United wanamheshimu sana Cristiano Ronaldo. Pengine Hojlund angefanya heshima, asingeshangilia kama vile ambavyo Cristiano anafanya. Sijui umeelewa, kama kweli anamheshimu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kuna wakati watu kusema kama ametumia kama dhihaka wako sawa, kwa sababu ndio wakati ambao tulitegemea. Lakini yeye akaja akakria kwamba yeye anamtazama kama idol. Of course yeye anamtazama kama idol wake, lakini katika nyakati kama zile lazima watu watakutafsiri hivyo. Hatuwezi kumpangia mchezaji aina ya kushangilia. Hatuwezi, yani totally kabisa hatuwezi kumpangia mchezaji aina ya kushangilia. Kwa hiyo yuko huru kufanya kile ambacho anakihisi, anakipenda, ambacho anaona ni sahihi kwake. Kwa nadhani ni wakati ambazo tutaendelea kushuhudia. Sasa tunataka kushuhudia second leg itakuwaje, na Denmark watakuwa ugenini, Ureno watakuwa nyumbani. Yes. Wanaweza kupindua meza. Of course 1-0 ni matokeo ambayo mtu anaweza kupindua. Otherwise Denmark wakaze sana kwenye kulinda ile goli. Sawa, basi na kwa taarifa hiyo tusubirie sasa tuone hiyo second league itakuwaje. Kila mmoja anasubiria kuona nani ambaye atapita katika hatua hiyo muhimu kabisa. Na kufikia hapo tunafikia tamati ya Sports Recap kwa siku hii leo. Shukrani nzima kwa timu nzima ya FGTV ambao wao wamefanikisha kila kitu ambacho nakiona kinakaa sawa. Mimi ni Victor Lusega, nilikuwa na mtaalamu wa masuala mchambuzi Kiapo Benedict ambaye amekutemea nondo nyingi kweli za kimichezo ambazo umezipata kupitia siku hii leo. Nikutakie siku iliyo njema, lakini pia nikutakie mwanzo mwema wa weekend. Bye bye.